Katika mji mdogo wa Kirongwe, aliishi mama mmoja aitwaye Bizena. Alikuwa mjane mwenye watoto wawili na mwenye wivu sana. Aliendesha maisha yake kwa kupangisha vyumba viwili vya nyumba yake kwa wapangaji waliokuwa na maisha mazuri. Moja ya vyumba alivipangisha kwa Bwana Rashid, mfanyabiashara aliyekuwa na duka kubwa, na chumba kingine kwa Bizawadi, daktari mwenye taaluma yenye mafanikio. Bizena, licha ya kuwa na maisha ya kawaida, alihisi wivu kila alipoona wapangaji wake wakiishi maisha mazuri, wakija na ndinga zao za maana, wakivaa mavazi mazuri ya gharama na kula chakula kizuri. Alijiuliza, kwa nini wao wanafanikiwa nami na watoto wangu tunaishi kwa shida? Siku moja alikumbuka hadithi za wazee kuhusu uchawi wa kuiba nyota, akapata wazo la giza akisema, nikipata nyota zao, maisha yao wote yataharibika. Tuone kama wataringia nini. Bizena alianza kufikiria ni namna gani atafanya ili kuweza kufanikisha zoezi hilo la kuwaharibia maisha wapangaji wake. Na akagundua kuwa kila usiku walikuwa na tabia ya kuacha kandambili na viatu vyao nje ya milango yao kabla ya kwenda kulala. Alijua huo ndio mwanya wake wa kutekeleza mpango wake. Usiku mmoja alipohakikisha kila mtu amelala, Bizena alitoka taratibu akiwa na kikapu cha mkonge. Aliokota viatu vya wapangaji wake na kuvipeleka chumbani mwake. Alitandika kitambaa cheusi sakafuni, akaweka viatu hivyo juu yake na kuanza kunong'ona maneno ya ajabu. Kisha akazungusha moto mdogo huku akivizindika kwa hirizi ya giza. Baada ya hapo, alirudisha viatu vile nje kana kwamba hakuna kilichotokea. Siku zilivyopita, maisha ya kila mpangaji wake yalianza kubadilika ghafla. Bwana Rashid, aliyekuwa na biashara yenye duka kubwa, alianza kupata hasara ya kushangaza. Duka lake kubwa lilichomwa moto kwa sababu isiyojulikana, na akaunti zake za benki zilianza kuonyesha upotevu wa pesa kwa njia ya ajabu. Zawadi, daktari aliyekuwa akiheshimika hospitalini, alikumbwa na kesi ya uzembe baada ya mgonjwa mmoja kufariki ghafla. Alisimamishwa kazi na kukosa heshima aliyokuwa nayo. Wote wawili walikumbwa na matatizo yasiyoelezeka, usingizi wao ulivurugika, ndoto mbaya ziliwasumbua, na kila kitu walichogusa kilionekana kuharibika. Baada ya miezi michache ya mateso, wapangaji walihisi kuna kitu hakiko sawa. Waliamua kuzungumza na jirani yao mzee, Bibi Kauthar, aliyekuwa akijulikana kwa busara na maarifa yake ya zamani. Aliposikia matatizo yao, aliwauliza, je, mmewahi kuacha viatu vyenu nje ya nyumba usiku? Walipojibu ndiyo, uso wa Bibi Kauthar ulibadilika. Aliwaambia, nyota zenu zimeibiwa kupitia viatu vyenu. Kuna mtu anawanyonya bahati yenu. Bibi Kauthar akawashauri kwamba usiku huo wasilale, wakae dirishani wakichungulia kupitia pazia zao. Usiku huo waliamua kufanya mtego. Walijifanya wamelala lakini wakawa wanachungulia kupitia pazia zao. Ilipofika saa 7 za usiku, walimuona Bizena akitoka kimya kimya, akikusanya viatu vyao na kuingia navyo ndani. Walifuatilia kwa tahadhari na kugundua aliingia chumba chake cha siri. Walipoingia ghafla chumbani, walimkuta akifanya tambiko la giza juu ya viatu vyao. Bwana Rashid aliinamia na kuokota kandambili zake zilizokuwa zimetapakaa unga wa ajabu. Kwa nini unatufanyia hivi? Zawadi aliuliza kwa hasira. Kwa aibu na hofu, Bizena alijaribu kujitetea, lakini walishamkamata. Waliwaita viongozi wa kijiji, na kwa msaada wa mganga wa tiba asilia, waliweza kurejesha nyota zao kwa kusafishwa kwa dawa za asili. Baada ya tukio hilo, Bwana Rashid na Zawadi walihama, wakijifunza kuwa hawatawahi tena kuacha viatu au kandambili zao nje usiku. Bizena, kwa aibu na majuto, aliachwa pweke na watoto wake na kukataliwa na jamii yake. Hadithi yake ikawa fundisho kwa wote kijijini kwamba tamaa na wivu vinaweza kumpeleka mtu kwenye giza lisilo na mwisho.